alikuja kwetu sisi na tulipokea kwa furaha kwa imani, hilo neno lenye kutuletea wokovu. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumamosi, juma la 32, kipindi cha kawaida mwaka C wa kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Hekima ya Suleimani, sura ya 18 aya 14 hadi aya 16 na sura ya 19 aya 6 hadi aya ya 9. Na somo la Injili ilivyoandikwa na Luka, sura ya 18 aya ya kwanza hadi aya ya 4. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Yesu aliwaambia wanafunzi wake mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Akasema, palikuwa na kazi katika mji fulani, amchi Mungu wala ajali watu, na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda alikataa. Alafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiuzi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kazi dhalimu. Na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku? Naye ni mvumilivu kwao. Na waambia, atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja Mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa katika Kristo, karibu katika tafakari yetu. Somo hili la Injili tuliyoisikia muda mchache uliopita, Yesu anatufundisha juu ya nguvu ya kusali bila kukata tamaa. Mfano huu wa mama mjane anayesisitiza haki yake unaonesha kwamba Mungu ambaye ndiye mkuu na mwenye haki zaidi ya hakimu dhalimu atawajibu wale wanaomlilia kwa bidii na uaminifu. Katika aya ya kwanza tunaona Yesu anaanza kwa kuweka msingi wa mfano, maombi yasiyokoma na kukata tamaa. Hapa anatufundisha kwamba imani ya kweli haipimwi kwa matokeo ya haraka, bali kwa uaminifu wa kuendelea kuomba hata pale mambo yatakapoonekana hayasikiki. Ukirejea maneno ya Martin Luther King Jr. aliwahi kusema, imani ni kuchukua hatua ya kwanza hata pale unaposhindwa kuona ngazi yote. Aya hii inatufundisha kuchukua hatua hiyo ya kwanza ya kuomba bila kuchoka hata tusipoona majibu ya maombi yetu. Katika aya ya pili hadi aya ya 3 tunaona kuwa huyu mama mjane ni mfano wa mtu asiye na nguvu wala heshima katika jamii, lakini mwenye moyo wa uamuzi wa kudumu kudai haki. Huu ni mfano wa uaminifu wa kiroho. Mpendwa msikilizaji, tujiulize, je, mimi na wewe tunaendelea kumwomba Mungu bila kuacha hata pale walimwengu wakiwa hawatusikilizi? Rejea maneno ya Mahatma Gandhi aliwahi kusema kwamba uvumilivu ni fomu ya nguvu, ni nguvu ya kutokata tamaa wakati kila kitu kinasema achana nayo. Hivyo basi, hapa wapendwa, tunafundishwa kuwa na moyo wa uvumilivu kwa kila hali yoyote tunayokumbana nayo katika safari yetu ya maisha ya hapa duniani. Katika aya ya 4 na ya 5 tumesikia kwamba hata mtu yule asiye na huruma anaweza kukubali kwa sababu ya uvumilivu
Hapa Yesu anatuonyesha nguvu ya kusimama katika maombi au katika kuomba bila kuchoka, kwamba hata hali ngumu inaweza kubadilika kutokana na uvumilivu wetu. Rais wa kwanza wa Afrika Kusini, Nelson Mandela, aliwahi kusema, "Nilikuwa nikijua kuwa ujasiri sio ukosefu wa hofu, bali ni ushindi juu yake." Vivyo hivyo, mjane hakukata tamaa licha ya hofu au kutojaliwa na yule bwana. Tunapata fundisho la kuwa wajasiri katika uvumilivu wetu, tukiwa na matumaini ya kwamba tutapata kile tunachomuomba Muumba wetu, na tusali bila kukata tamaa, bali kwa uvumilivu zaidi ili tuweze kupata kile tukiombacho. Katika aya 6 hadi 7 tunaona kuwa Yesu mwenyewe anafanya ulinganisho, kwamba kama hakimu dhalimu aliweza kutoa haki kwa uvumilivu wa mwanamke yule mjane, basi Mungu mwenye haki zaidi atajibu maombi yetu kwa wakati wake sahihi. Tunajifunza kuwa Mungu husikia maombi yetu hata kama majibu yake yanachelewa. Mtakatifu Mother Teresa aliwahi kusema, Mungu hana wajibu wa kutuambia kila kitu kwa wakati wetu, bali yeye hufanya kila kitu kwa wakati unaofaa. Katika aya 8 tunaona kuwa Yesu mwenyewe anauliza swali la kina. Je, imani ya kweli itaendelea kuwepo? Ni changamoto ya kubaki waaminifu hata ulimwengu ukipoteza matumaini. Mwanasayansi mashuhuri duniani Albert Einstein aliwahi kusema, "Si kwamba mimi nina akili zaidi, ila ninabaki nikishikilia tatizo muda mrefu zaidi ili kupata ufumbuzi wa hilo tatizo." Hivyo ndivyo imani inavyofanya kazi. Tunahaswa zaidi kuendelea kushikilia imani hata pale tunapoona dalili za kuwa kile tukiombacho hakijafanikiwa kutatuliwa kwa muda ule tunaotaka sisi wenyewe, bali mapenzi ya Mungu yatimizwe kama yeye atakavyo. Nihitimishe tafakari yangu kwa kuomba neema ya Mwenyezi Mungu kuwa tujalie kuomba kwa imani zaidi ili tuweze kuona matokeo ya maombi yetu. Pray until something happens. Itukuzwe damu ya Kristo. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Bruno Bernard Marco wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo. Milele amina. Jina la Bwana Yesu Kristo ni taa ya mioyo yetu, kwa hiyo inatupasa tulipokee. Neno la Bwana limekuja kwetu sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani. Ndilo neno lenye kutuletea wokovu. Neno la Bwana limekuja kwetu sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani. Ndilo